Nchini Israel tayari Wahouthi wameanza kuleta athari kubwa hasa katika usafiri pamoja na utalii. Wahouthi nchini Yemen ambao wamekuwa wakiendeleza na kufanya mashambulizi ndani ya nchi ya Israel kutokana na kile wanachodai kwamba ni katika kuwatetea Wapalestina katika ukanda wa Gaza. Sasa wanaendeleza kurusha makombora na wakati huu wanatumia ndege zisizokuwa na rubani, lakini pia wanatumia makombora mazito ya ballistic, makombora ya Palestine 2 ambayo kwa namna moja ama nyingine baadhi ya taarifa zinadai kwamba yamekuwa yakirushwa kwa mafanikio makubwa yakilenga maeneo muhimu hasa katika uwanja wa ndege wa Ben Gurion huko Tel Aviv, lakini pia na maeneo mengi katika taifa la Kiyahudi la Israel. Hata hivyo, baadhi ya makombora kutokana na taarifa zinazotolewa na jeshi la Israel la IDF ladai kwamba yamekuwa yakidunguliwa mapema kwa mifumo ya anga iliyopo, mifumo ya Iron Dome, lakini pia mifumo ya THAAD na mifumo mingine mbalimbali ambayo ipo katika taifa hilo na katika jeshi hilo la IDF. Wakati huu shirika la ndege la British Airways limeongeza muda wa kusimamisha safari zake hadi Julai 31, lakini pia shirika la ndege la Air France nalo pia limepanua kusimamisha safari zake hadi Mei 26, angalau kama wabebaji wa kigeni wanakabiliwa na uamuzi kutokana na hali ambayo ipo katika maeneo ya nchi hiyo ya Israel. Hali katika Israel imebadilika tofauti na nyakati za nyuma ambapo Israel ilikuwa ikiendeleza operesheni zake bila na mashinikizo ya aina yoyote. Wakati huu makombora ya Wahouthi katika maeneo mbalimbali yanasababisha biashara katika mashirika ya ndege, lakini pia na utalii kuyumba kwa namna moja ama nyingine. Mnamo siku ya Ijumaa, British Airways imerefusha muda wa kughairi safari za ndege kwenda na kutoka Israel hadi Julai 31 kufuatia mashambulizi ya makombora ya Wahouthi katika viwanja vya ndege huko nchini Israel, ikiwa ni pamoja na uwanja wa kimataifa wa ndege wa Ben Gurion. Shirika la ndege hilo hapo awali lilikuwa limesitisha safari zote za ndege hadi katikati ya Juni, lakini wakati huu kutokana na hali hiyo imebidi iongeze ili kuona ni namna gani Wahouthi wataachana na urushaji wa makombora yao. Ufaransa kadhalika kupitia shirika lake la Air France wakati huo limeongeza muda wake na kusimama kwa ndege kutoka Mei 24 hadi Mei 26. Haikuwa wazi ikiwa hii ingepanuliwa zaidi, lakini kutokana na hali ilivyo ni wazi Israel itakosa ndege hizo, lakini pia kutokana na namna mambo yalivyo Israel haitoweza tena kupata watalii kutoka katika mataifa hayo. Mashirika mengi ya kigeni ya ndege yamesitisha safari zake, lakini pia mataifa mengi wakati huu yamekuwa na mgongano wa kimaslahi dhidi ya Israel kutokana na kile wanachoamini kwamba Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa Israel, anatenda jinai huko katika ukanda wa Gaza. Hata hivyo, Ufaransa, Uingereza, lakini Canada miongoni mwa mataifa ambayo yameandaa mpango wa kuweka vikwazo dhidi ya Israel kutokana na mauaji yake ya kimbari yanayoendelea huko katika ukanda wa Gaza. Hata hivyo, mataifa hayo yamemhoji Netanyahu katika siku za hivi karibuni kwamba je, anatambua adui yake ni nani? Kwa nini anaua raia wasiokuwa na hatia? Inatambulika vyema kwamba adui wa Israel ni Hamas katika ukanda wa Gaza, lakini sasa hawapigani na Hamas, zaidi wanapigana na raia wasiokuwa na hatia, raia ambao wamekuwa hawana silaha wala chochote, ambapo wanakumbwa na mauaji tu pamoja na ulemavu kutokana na athari za mapigo ambayo wanakutana nayo. Hata hivyo, Israel kwa muda mrefu ilizuia upatikanaji wa huduma za kijamii ikiwa ni pamoja na chakula katika eneo hilo la ukanda wa Gaza, jambo ambalo Wahouthi ilibidi waongeze shinikizo kwa kufanya mashambulizi katika maeneo mbalimbali ya viwanja vya ndege, lakini pia na hata katika maeneo ya bandari ikiwa ni pamoja na bandari ya Haifa ambayo wakati huu wameizingira katika kila kona, huku Israel ikipanga mipango mipya ya kuweza kupambana na Wahouthi hao wa Yemen. Basi mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, kucomment, kadhalika na kusubscribe channel hii ili uweze kupata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.